ni Dominika ya 4 ya Kwaresma, ambayo ni Dominika ya furaha. Dominika ya furaha. Kwa nini tunafurahi kipindi cha Kwaresma? Tunafurahi kwa sababu tangu tuanze kipindi hiki tumekuwa tunaomboleza, na kufikia sasa tunategemea kwamba tumetathmini maisha yetu ya Ukristo, na tumeona kwamba tulikuwa tunaishi gizani, tulikuwa tunaishi kama marehemu kwa sababu ya dhambi zetu. Tulikuwa marehemu kwa sababu tumeua uhusiano wetu na Mungu, tumeua uhusiano wetu na ndugu zetu, tumeua uhusiano wetu na marafiki na jamaa na nchi yetu na dunia nzima. Tumekufa, sisi ni marehemu kwa sababu ya dhambi zetu. Hivyo kipindi hiki tunakuwa kipindi cha kuomboleza. Ni kipindi kigumu kwa sababu sasa hatuangalii upande mzuri wa maisha yetu, tunaangalia upande ambao sio mzuri, mambo ambayo sio mazuri kwetu. Dhambi ni kitu kigumu sana kukitazama. Ni video chafu ya maisha yangu, video ambayo ninakaa nitazame ubaya wangu. Ni kipindi hiki cha Kwaresma. Hivyo tumekuwa tunaangalia dhambi zetu, mahali tulikosea, mahali tulishawishika na shetani na tukakubali tukafanya visivyo. Tumekuwa tunaangalia dhambi zetu, na kanisa linategemea kwamba, tunatarajia kwamba kufikia sasa watu wengi sana, waumini wengi sana wametazama mambo machafu, na kwa sababu ya kuomboleza katika njia ya msalaba, katika kufunga, katika kusali, katika kutenda matendo ya huruma, sasa wamegundua mbinu za shetani na wametubu, wameacha, wako kwa njia ya kubadilika, njia ya kuanza maisha mapya. Hivyo basi kufikia leo inatarajiwa kwamba mimi na wewe, baada ya kutafakari na kuangalia uchafu na dhambi zetu, tumefikia, kama hatujatubu tumetubu, kama hatujatubu tumetubu, na kama tumetubu basi kuna furaha kwamba mzigo niliokuwa nao nimeutua kwa kitubio. Tunafanya toba na tumetubu kweli, tumebadilika, tumerarua sio mavazi yetu bali mioyo yetu. Tumegundua kwamba Kristo ni mchungaji mwema, Kristo ana huruma, yeye ndiye mchungaji wangu, yeye ndiye kiongozi wangu. Na sasa nimeacha, ama niko katika safari, ama katika hatua ya mwisho ya kuacha dhambi, kuacha maovu. Niko katika hatua ya mwisho, na hiyo inaleta furaha, inaleta amani, inaleta furaha kwamba nina matumaini nitaokolewa, nina matumaini niko katika hali nzuri, niko katika njia nzuri. Nimetambua nilikuwa nimepotea na nimeanza kurudi katika njia inayostahili, maisha mazuri. Nimeanza kujenga tena uhusiano wangu na Mungu, nimeanza kujenga tena uhusiano wangu na ndugu zangu, nimeanza kujenga uhusiano wangu mzuri na majirani, na mke wangu, na watoto, na wazazi wangu, na majirani zangu. Nimerudi, nimeacha njia iliyokuwa inaenda kwa shetani, nimegeuza mwenendo wangu, niko katika njia inayostahili, njia ambayo ni nzuri. Na hiyo ndiyo sababu ya furaha yangu, sababu ya amani yangu, sababu ya kufurahi leo kwamba sasa nimegundua njia iliyo nzuri. Nimeanza, sio kwamba labda nimeacha kabisa, lakini walau nimegundua hizi zilikuwa mbinu za shetani, na sasa nimegeuza mwenendo wangu, naanza kwenda katika njia iliyonyoka. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hivyo kama mimi na wewe tumefika hata kugundua hilo, kwamba nilikuwa katika njia mbaya na nimegundua hilo, hata kabla ya kubadilika, hata kabla ya kuanza safari
ya wokovu nzuri, kuacha hiyo nimegundua hatua tu kwamba nimegundua nilikuwa katika njia mbaya. Hapo ni sababu ya furaha, ni sababu ya furaha, kwa sababu nimegundua, nimejua kwamba nilikuwa katika njia mbaya, nilikuwa naishi kwa dhambi, nimekuwa naishi marehemu, nimekuwa mtu ambaye sistahili. Kugundua hilo peke yake ni sababu ya kuwa na furaha leo. Kwa hivyo nikuulize ndugu yangu, tangu tuanze kipindi hiki cha Kwaresima, umegundua hilo? Umejua hilo kwamba nilikuwa katika dhambi, nimekuwa marehemu, nimekuwa katika maisha ambayo sio mazuri? Nimegundua hilo? Iwapo nimegundua, ndugu zangu, ni sababu ya kufurahi.